Shout kwa wewe ambao unaifuatilia Madini.com na wewe ambao unaifuatilia hii session. Naongea na Victor Frighton, huyu ni mkurugenzi wa Comadre Company Limited, lakini ni mtu mwenye madini mengi kwa sababu ya, kama umefuatilia sihitaji kumzungumzia sana, lakini kama ndo unajiunga na mimi muda mfupi uliopita, ni mtu ambaye anaielewa biashara kwenye level ya knowledge na kwenye level ya practice, si ndio? Vitendo. Yes. Yes, tumalizie sasa. Tulikuwa tunazungumzia hiyo dunia ya automation. Nataka kusema kwamba hii AI hatutakiwi, actually ni kweli nakubaliana na wewe kwamba inachukua ajira za watu. Sasa huo ndo ukweli. Sasa kama huo ndo ukweli, wewe unafanyaje ambayo ajira yako iko kwenye riski? Ukimbia uwezi. Unatakiwa kusaidi na AI. Kinachosumbua ni kile subconscious mind. Sisi tunaishi kwa mazoea, hatutaki kubadilika. Kwa hiyo tayari dunia imeingia kwenye AI, haitarudi nyuma tena. Na hiki ambacho tunakiona AI inafanya ni kidogo, yani ndo mwanzo. Yani hizo ajira ambazo wanasema ziko kwenye riski bado ndo mwanzo. Sasa nikisikia hapo anashtuka kidogo. Siku moja utashangaa hamna mtu anakuja ofisini, vitu vinajiposti, watu wanauziwa, kila kitu kinaenda sawa. Kinachotokea tunatakiwa kusaidi na AI kwa sababu AI bado haina human mind. Kwa hiyo whatever AI itakuwa intelligent, lakini bado inamhitaji mwanadamu ndio aiprogram, ndio aiambie, ndio aielekeze, ndio aiweke. Sasa assume ni kiwanda na kile kiwanda, kila kitu kinachofanyika pale kiwandani ni AI programmed, ni automation, si ndio? Lakini bado kinamhitaji mtu mmoja ambaye ana uwezo wa kuongea na ile AI endapo kuna fault ya power sababu bado issue za power zipo. Unanipata? Bado anahitajika mtu mmoja wa kuelekeza na kuplani vitu vyote pale. Lakini yule mtu anatakuwa anaelewa namna ile AI inavyofanya kazi ili waweze kufanya kazi pale pamoja. Sasa yule mtu anatakiwa awe wewe. Unajua ninachokiwaza hapa ni kwamba AI inajaribu kutuelewa ili uweze kufanya kazi, na sisi wakati huo tunaielewa AI. Yaani ni vurugu ambalo binadamu tumeitengeneza. Victim, tuwaze nje ya box. Tunahitaji kitu as human beings. Sasa tuwaze kama kiumbe binadamu, tunahitaji AI kweli? Ukirudi kwenye athari hasi, mwanadamu ataathirika, kwa maana inaenda kuondoa uwezo wa mwanadamu kutumia ubongo wake. Na kuna mheshimiwa nimemsahau, lakini tulikuwa tunafundishwa huko biology form 4. Aliongea theory yake ambayo baadaye ilikuwa proved kwa ujinga, lakini bado inafundishwa. Na mimi mpaka leo inafundishwa. Kwamba kitu usipokifanyia mazoezi kinapotea. Alikuwa ile theory alikuwa anasema ani organ nadhani isipotumika inakuwa wiki and finally ina disappear. Ambayo ndo wauni wakawa wanatumia kwenye vitu vingine. Jamaa kaja na theory kusema kwamba hapo zamani nyoka walikuwa na miguu. Lakini kwa sababu nyoka walikuwa wanaishi mapangoni, walikuwa muda mwingi sana inabidi watambae, watumie tumbo. So miguu yao ikawa wiki na baadaye ikadisappear. Kwenye evolution sasa. Kabla tujaenda kwenye history. Sijui kama ule alikuwa kwenye biology, alikuwa yeye anajaribu kuongelea point ya kwamba kitu chochote kinatakiwa kitumike ndio kinakuwa strong. Sasa hiyo theory yake actually I make sense au inavuruga, lakini tukirudisha kwenye dunia ya kawaida, hivi viungo vyetu tulivyo navyo usipovitumia vinakuwa wiki na havitakusaidia.
will not disappear, lakini havitakusaidia. Yani assume wewe hautembei, wewe unakaa tu, baada ya muda miguu haitakupa support. Yeah. Umenipata? Viungo vya mwanadamu vina tabia ya kuadapt kuendana na ile hali ambayo anaifanyia mazoezi kila siku, vina adapt. Ndio ile ulikuwa unasema unalisha subconscious mind. Kwa hiyo ubongo wa mwanadamu unahitaji practice. Mwanadamu by nature anatakiwa kila siku afikirie. Mtoto anapozaliwa anakuwa iko empty. Yule anapitia kufikiria sana. Yaani wale wanafikiria mno kuliko kitu kingine. Sababu kila kitu hawezi kuuliza kwa mdomo, hawezi kuelewa, anafikiria mno. Yaani mtoto mpaka anafikia kuuliza, unajua alishawaza sana. At that moment ambao anafikiria ndio ubongo wake sasa unakuwa na kukomaa vizuri. Sasa assume yule mtoto yuko kwenye ulimwengu wa AI ambao hafikirii. Kuna device tu pale, machine au kompyuta akitype inamjibu. Umenipata? Kwa athari ambayo naiona ni hiyo kwamba tunaenda kutengeneza weak mind. Tunaenda kutengeneza ubongo ambao haufikirii. Nataka kuandika email, namwambia tu AI, naomba umwandikie Grayson email, mwambie mimi mwambie wewe kwamba wewe leo huwezi kwenda kwa sababu 1 2 3, alafu mwisho namalizia naambia mwambie kwa Kiingereza. True story. Imagine hiyo ofisi, huyo mtu atakuaje, kwa sababu ha practice hata kuandika grammar na nini. Baada ya muda grammar zitapotea. Umenipata? Kwa hiyo tunaenda kuumiza uwezo wa kufikiria, uwezo wa mwanadamu kufikiria unaenda kupotea. Na narudi kwenye ile, umenifanya nirudi kwenye ile hoja niliyokuuliza kwamba hiyo uwezo wa uvumilivu wako kwa stress za biashara na madeni, kwa sababu ni uvumilivu ambao ni issue ambao kuvumilia stress ni kitu ambacho sio cha kufundishwa darasani. Sasa huenda pia katuondolea hiyo kwa sababu hiyo ni quality ambayo inabidi uwe nayo ili usurvive kwenye biashara au kwenye tasnia nyingine, si ndio? Vyote hivyo vinaenda kuondoka kwa sababu tutakuwa tena tunasema tutakuwa hatushindani kwenye biashara kwa kutumia akili. Sasa ndio hapo kwenye biashara tutaanza kushindana kwa kutumia AI. Elon Musk anasema eti binadamu utakuwa haina maana kufanya kazi tena. I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. So I don't know if that makes people comfortable or uncomfortable. Umemsikia Elon Musk anasema baada ya muda mfupi hatutakuwa tunafanya kazi tena, maana yake akili haitahitajika, tufanye kazi. Ndio, yani ni kweli kabisa, ndiko tunakoelekea, lakini madhara yake ni kwamba hata kufa lifespan itakuwa ndogo. The more you stop working, anasema the time you stop working, the time you stop living. Kwa hiyo unakubaliana na Marekani, hiyo sikubaliana nao kwamba what are you doing for a living? Hivi serious? Sikiliza, unaona mtu akisha staff amestaff kufanya hizi sijui tunasema professional duties au formal duties. Anatakiwa tafute duties zingine, yani awe busy tu. Lakini akichange akaacha tu kufanya chochote, anakaa, ndo the moment hata kifo kinasogea haraka sana. Ukweli mgumu sana kwa sababu kabla mtu hajafanya maamuzi ya kutoka nje, hata kama mtu ni mstaafu na miaka 70 hana chochote anachofanya, lakini kabla hajafanya maamuzi ya kutoka nje aende hata kapalilie pale mbele ya kaeneo kake, ubongo unafanya kazi. Kwa vitu vina operate, vinamtuma ubongo, unamwambia fanya hivi, inuka, anafanya nini. Sasa tunakuja ulimwengu ambao kila kitu unakifanya ni auto. Imagine kabla hapo wewe hujarusha tangazo lako unapitia series ya kujifunza, kupitia, kuresearch, kucompile, kuona kama vina make sense. Hapo ubongo unafanya kazi. Sasa hivi utakuwa unamwekea tu AI.
mimi bwana nataka kuongelea concept ya Marekani versus China kwenye agenda ya biashara, specifically kwenye chip. Please tengeneza in audio form with reference na picha, tumia za Afrika, alafu bado na relax. Umenipata? Yeah. Na baadaye pia hivi vitu, hata kuna vitu pia vitapoteza mvuto, sijui itakuwaje, lakini tutazoea. Takuwa dunia ya hovyo sana hawa vijana wetu tunawaachia. Sijui itakuwaje, lakini najaribu kuwaza. Unajua, umeona mfano human evolution. Tulikuwa tuna Stone Age. Yeah. Hapo mwanadamu alikuwa anatumia mawe. Kwa sababu ya kutumia mawe hakuweza kufanya infrastructure kubwa. Yaani ile tool kama vifaa kama mawe, unajua utengeneze jiwe lije liwe sharp litumike kama kisu au litumike si kujenga si kufanyaje, ilikuwa ni complicated. Kwa hiyo infrastructure kubwa by then hazikuwezekana. Kuna vitu havikuwezekana kwa sababu tulikuwa tuko kwenye Stone Age. Yeah. Watu wakaumiza kichwa, wakaja wakati wa shaba, ndio ile Bronze Age wanaita. Bronze Age. Sasa wakati wa bronze maana yake ikaruhusu biashara, kwa sababu production kidogo ikaongezeka na mtu kaweza kuhudumia hata kidogo watu wengi zaidi, biashara zikafunguka mdogo mdogo, lakini haikuwa hivyo. Mimi ambaye huwa naikubali mpaka leo ni hiyo iliyopata Iron Age. Yaani hiyo mimi ndio nasema ni master wa hata hapa tulipo. Unajua mpaka sasa hivi hatujapata material mengine zaidi ya chuma ambaye ametrap dunia. Tuko tuangalia haya ni Age aongelewi tena, lakini yule ndo master wa hapa tulipo. Yaani yule kama tunaongelea babu, yule ni babu yuko hai. Hao wengine wote kina AI, si nani wote ni wajukuu tu wako wanasumbua huko, babu mtu ametulia. Haya ni Age. Yeah. Haya ni Age, na maana ikazalisha silaha, ikazalisha magari, ikazalisha mashine, heavy duty machines na nini ndo tukaja kwenye, baada ya zile mashine ndo tukaja industrialization. Yeah. Unajua by Iron Age AI asingeweza kuingia, kwa sababu kipindi cha Iron Age hakuna kompyuta wala nini. AI ili afanye kazi anategemea kompyuta, mfumo. Kwa hiyo ujue kwamba wale wazee wetu waliokuwepo kwenye Iron Age waliwaza sana haya masuala ya kutumia magari itakuwaje. Kama sisi tunavyowaza hii AI itakuwaje. Kwa so don't worry, we side it. Imagine lakini hayo mambo yote ya nyuma, unafikia ajira zikupotea? Zimepotea. Yeah, zimepotea. Sasa tunaogopa saizi. Okay, najaribu kujenga hoja hapa. Nisikilize vizuri. Nataka ujenge baada ya swali hili nalopata. Unadhani baada ya Iron Age ilikuja industrialization. Lakini AI ni kitu kingine jamani. Tuende taratibu. Baada ya Iron Age ilikuja industrialization ambayo iliongeza ajira. Nyie mnapunguza ajira hii sasa hivi. Iliongeza ajira kwa watu waliokuwa wanaendana. Ndio ikatuletea taasisi kama shule pia. Lakini watu walioamua kuendana na ile kitu. Yeah. Kumbuka zamani wengine walikuwa wanapatikana huko wanapeana uongozi kwa kufahamiana na nini, lakini baadaye kukaja fomo bana, lazima uwe umesoma. Yeah. Sasa kama hujasoma industrialization inakusaidia nini? Okay. So maana yake ulibidi usaidi na ile teknolojia mpya. Alafu then ndio ikakupa wewe ajira. Kwa hiyo same inawezekana AI isiondoe ajira, inaweza kaongeza ajira, lakini kwa watu watakao side na AI. Unabidi uielewe, ujue kuitumia. Wow. Unaiona wapi kwa kuelekea mwisho? Unaiona wapi future ya biashara ya Tanzania? Tutakuwa tunafanyaje? Kwa sababu sasa hivi, na nadhani hiyo point uliniambia pia, zamani tulikuwa tuna yule mfumo kwamba hii bidhaa inatoka Dar ndio inaenda mkoani. Yaani inaingia kwenye zile poti. Sasa hivi kuna mtu ambaye ana bidhaa, juzi nimeenda Rukwa, Sumbawanga kule. Kuna vitu, kuna mijengo iko kule haipo Dar. Kuna bidhaa unakutana nayo haipo Dar. Kuna vitu vingi sana nimegundua formula sio ile tena. Unaizungumziaje hiyo issue na future ya biashara Tanzania? Kabla sijafika huko, hasa mbona unailalamikia AI? Silalamiki, naiuliza maswali muhimu kwa sababu ni kitu ambacho kinakuja, ni akili iliyoko nje yetu. Haijawahi kutokea mapinduzi ya akili ambayo haitokani na ubongo wetu.
Natamani kabla tujafika kwenye swali lako twende hapo. Baada ya industrialization ndio ilikuja kugundulika kompyuta ya kwanza. Yeah. Ile kompyuta unajua ilikuwa inafanya vitu vichache sana. Vichache, na ilikuwa ni lazima uiagize, useme okay. Akaja akaibuka bwana nani akatoa Microsoft. Yes. Kabadilika kawa nini bilionea na whatever na akasumbua mpaka leo. Exactly. Lakini kuja kwa wale jamaa na software zake sikuliondoa watu. Lakini ukaongeza watu. No, kuliongeza productivity. Nataka tuingie hapo. Hapo ndio nataka nikulete. Okay. Kwa productivity ndio ikaongeza. Ndio inahitaji watu. Ila kuliwaondoa watu ambao hawakutaka kutoka kwenye zile typing za hivi na hivi kuanza kutumia Microsoft. Wale wakaondoka. Na ndio maana mimi nasisitiza kwenye kusaidi na AI, kwa sababu AI itaongeza productivity. Productivity itaongeza mfumo mwingine wa ajira. Amen to that. I hope itakuwa salama tu kama unavyosema. Endapo utasaidi na AI. Yaani ukimuona AI ni adui wako, complete anakudefeat kweupe. Huwezi kumfanya chochote. Ni huzuni kwa kweli. Mimi nataka watu wote tusaidi na AI. Tukisaidi naye hivi, hata Tanzania inaweza, kwa mfano, ikija police kama nchi. Yaani hii naisema, kwa mfano nchi tukaamua kama police, yaani nchi ikaamua kusaidi mapema na AI, ikatoa facility za watu kutrain na kujua kuzitumia na kufanyaje. Hii nchi inaweza ikaja kwenye productivity ikatani kuwa the best hata out of Africa. Hata ikaanza kujulikana. Lakini kama nchi tutaendelea kuwa na vijana ambao tunasema ametunyang'anya ajira, sisi tumesoma IT tutaenda wapi? No. Wewe IT imeisha kupa basic ya kuitumia AI. Kuna mtu hata hana knowledge. So wewe IT nayo unalalamikia AI. Wakati imesha kupa knowledge, yani imesha kupa basic ya kwanza kuitumia. Wakati wewe IT unalalamika eti imekunyima hela za kudesign, atakuja atadesign mtu wa la 7. Sasa wewe ni kama imeongeza productivity hapo, kwa sababu design ilikuwa ni ya watu wachache tu, IT wanalazimisha gharama kubwa. Sasa hivi design si inafanya nyumbani tu. Logo, baba ameanzisha biashara yake, ana miaka yake 60 anaiambia AI. Lakini sheria ya uchumi na biashara sinasema inabidi demand iwe kubwa kuliko supply. Sasa nyinyi mnaleta supply kubwa kuliko demand. Yaani sasa hivi kwa sababu hiki kitu ni kipya, ndio maana tunakiona kama threat. Kwani kimeshaanza kupunguza hiyo ajira? Ila tutakapo side na AI, ndio maana nimekwambia ashumu mtu aliyekuwa zamani anatumwa abebe mizigo mabegani aipeleke somewhere, analipwa. Kwa hiyo yalipokuja maguta mengi, matoyo, manini, aanze kulalamika kwa nini watu wamegundua toyo. Lakini toyo ziliongeza productivity. Yule mtu ambaye alikuwa anakusubiria wewe ubebe baiskeli upeleke mkungu wa ndizi Lesa Shumu kijijini kule Moshi, upeleke pale ile center ambao anabeba ile mizigo kuja huku, alikuwa mtu anafanya trip moja kwa siku kwa sababu ya umbali. Kwa hiyo huyu muuzaji biashara yake, income yake ilikuwa ndogo. Lakini kuja kwa mapikipiki kuliongeza productivity. Ana uwezo kupeleka mzigo mwingi sokoni na mzigo mwingi unaondoka kutufikia huku. That makes sense. Kwa hiyo productivity iliongezeka. Baada ile productivity ikiongezeka, ina maana inaanza yeye akikua kwenye ile biashara yake anaanza kuhitaji wafanyakazi wengi. Jamani, watu ambao mnaenda bado hamjaikubali AI, nimejaribu kuwatetea lakini naona napoteza pambano. Namna pekee ni kusaidi na hiki. Hivi unaamini, kwa mfano nakwambia sasa hivi kuna baadhi ya ofisi hapa Tanzania wanalipia program za AI zitumike na ofisini. Na kuna vijana ambao sasa hivi wamejiajiri kupitia AI. Anaamka anaenda ofisini asubuhi, lakini the whole program wanatumia AI, ukakaa na kompyuta yake pale yule pale. Kwa hiyo AI imewapa wao ajira. Wewe kwa nini unasema inaondoa ajira? Sasa tukiongeza productivity, mheshimiwa, wewe kila siku ndio unayetuambia habari ya maendeleo ya nchi na nini na nini na nini. Productivity ndio italeta maendeleo makubwa, ujenzi utajengwa haraka. Kwa sababu tulikuwa tukimpa mkandarasi
atupe design ya mjengo. Tunataka tujenge uwanja wa mpira sisi kama serikali, labda let's say kijijini kwetu huko Kagera. Yule akienda kwa design, kwa sababu anatumia kichwa, resource avute wapi, miezi mitatu aje tuletea mchoro. Sasa miezi mitatu sisi tunasubiri mchoro. Haya, tutaanza lini kufanya kazi? Kwa hiyo the idea ya kujenga uwanja ilikuwa inachukua muda mrefu sana, kwa sababu process ya kupata mchoro ilikuwa inakuwa ndefu. Baadaye mkishaanza mchoro, zile mashine kwa sababu zilikuwa zinaongozwa na watu, nazo ni tabu. Lakini sasa hivi uwanja tunaweza tukajenga labda miezi 6. Kuna hoja ya mwisho hii ni comeback yangu. Kuna hoja ya mwisho ya comeback yangu hapo bado. Kuna watu wanasema tuiangalie kwa upana wake hii issue mnaosema ya maendeleo. Tuna move mbele, tuwe na haraka miradi iende haraka kwa sababu ya AI. Wanaoji tunaenda wapi? Kama itakuwa ni jamii ambayo tumejenga kila kitu lakini hatufanyi kazi, ni watu ambao hatutumia akili yetu tena, ni majitu fulani ya ovyo ovyo. Binadamu anaweza akawa mtumwa wa uhuru wake mwenyewe. Kuna hiyo argument pia. Bado una comeback ya hiyo pia? Mimi bado naamini, kwa sababu yani ninaamini kila age ilikuwa ina maswali kama haya. Kuja kwa kompyuta kulikuwa kuna maswali mengi, lakini hakuna mtu aliyejua baadaye hizo kompyuta zitakuja kutuleta kwenye mambo ya design haya. Kuna watu wataajiriwa kupitia design, si wataanza kufanyaje, watadesign michoro. Kwani zamani walikuwa wanafanya kabla ya kompyuta walikuwa wanajengaje? Kwa hakuna mtu alifikiria. Kumbuka baada ya hii kompyuta tukaja katikati kwenye hii digital age. Digital sisi Afrika tunachelewa, mpaka sasa hivi digital hatujakava. Bado tuko analog, lakini kumbuka tayari digital imeshatawala, na ndio maana dunia imeturuka, imekuja kwenye AI. Kwa from AI kuna vingine vitakuja. Sasa sisi kabla hatujaenda kucomplain, kumbuke AI itatusaidia kujenga infrastructure, kuijenga Tanzania kwa haraka. Nikiongelea infrastructure, maana yake internet itakuwa rahisi, itakuwa ina flow, usafiri, anga, si whatever. Sasa hivi tunaongelea kwenda China, a bit complicated, lakini itakuwa rahisi. Kwa hiyo kitazaliwa kitu kipya baada ya AI. Umenipata? Kwa sisi wanadamu, kwa sababu hatujaumbwa kukaa kwenye keji, tutakuja na kitu kipya ambacho kitakuwa kinaendana na yale mazingira. Sio tutakaa. Elon Musk, sikiza nakwambia, tofauti kati ya tajiri na maskini, sawa, ni matumizi ya ule muda ambao Mungu kawapa wote, sawa. Okay, that's deep. Yaani sisi wote tumekuwa masaa 24. Sio kwamba mgawanyo wa rasilimali hauko fair, kwamba kuna mimi nazaliwa labda familia yangu ishapigwa 3 bila, wewe ulizaliwa labda ni umeshashinda 3 kwa bila afu dakika 90. Tunaweza tukaitumia kama nyongeza, lakini hiyo pia unajua kuna wale wanakuambia strong man anatoa weak man anatoa strong man anarudisha weak, inakuwa cycle. Okay. Kwa hiyo hata ukizaliwa tayari mali ukazikuta, whatever, kama utaweza kumanage matumizi ya muda wako na zile mali, utarudisha ile familia yako kwenda kwenye kutokuwa na hela. Kwa the fact tunabaki pale pale, yale masaa 24 uliopewa na Mungu unayatumiaje? Yeah. So the Elon Musk, hata kama alisema wanadamu tutakuwa tufanyi kazi, lakini yeye ana fight kuhakikisha masaa 24 yao effective. Biology na madaktari, siku ukikaa na madaktari kwenye hii madini, watakuwa na sisitiza mwanaume ili usiishie nguvu za kiume unatakiwa ulale masaa 8. Si ndio? Haya, masaa 8 ukikalculate Dar es Salaam yetu mpaka unafika ndani saa 4 usiku, wengine wanafika saa 6, nguvu za kiume zishapotea, sijui hapo itakuwaje. So wakati sisi tunasema mwili wa mwanadamu unahitaji kupumzika ili uweze kurejuvenate cells na kila kitu vikae proper, si ndio? Yale masaa ambayo biology au mwili unatulazimu upumzike ili tuwe na afya, ndo mwingine anawaza yale masaa kama yanapotea, hela ilitakiwa iendelee kuzaliwa. So wakati wewe unaenda kulala, sababu wewe unaingia kwenye kipindi saa ngapi? Saa 9 usiku. Hasa kita jioni. Lakini kuna muda ambao unaconsider ni wa kupumzika, hatukupati kwenye live, hatukupati popote. Yeah.
Kwa hiyo kwa kutumia AI ule muda ulitakiwa uendelee kuwa effective, watu tuendelee kupata madini na taarifa, wakati muda huo wewe umelala. Mnapuuza sana human connection, watu ambao human connection muhimu sana. No, nisikilize vizuri. Sasa hivi tuko pamoja. Yeah. Tunafanya hiki kinachohusiana na human connection, si ndio? Yaani sasa hivi hapa tuko pamoja. Yeah. Tunafanya human connection. Yes. Lakini baada ya hapo utahitaji kupumzika. Kuna session unaita kupumzika. Wakati unapumzika ndo kuna watu wengine kwenye mentality za utafutaji wa pesa wanaamini pale kuna hela inapotea. Kwa hiyo wakati unaenda kupumzika ndo litakiwa AI aingie, aendelee kujenerate hela. Umeongea kitu moja, nilikuwa namfuatilia huyu profesa mmoja na kabla hujamleta. Yaani maana yake hii live wewe unaweza kuwa unaifanya 24 hours. Kwa kuna muda wanajua sasa hivi jamaa atapatikana, sasa hivi tunaendelea hivi, sasa hivi hivyo. Lakini madini yanaendelea 24 hours. Kwa nini tusiwe na hiyo? Kwa sababu binadamu ndio hiyo kupumzika. Mfumo wetu uko kwenye kupanda then unashuka, unapumzika usiku mchana, yani rotation. Lakini AI inatuleta kwenye wanaoji, by the way, ni mjadala hapa hata kwenye falsafa upo kwamba AI ni kitu kisicholala. Maana yake kinaanza imagine mtoto anayezaliwa kwenye hii dunia sasa hivi, maana yake anakuwa hana sense ya usiku, hana sense ya, anaona maisha yanakuwa hivi wakati maisha yanatakiwa yawe ya kupanda na kushuka. Uone kwamba ni hatari sana dunia isiyopumzika, dunia isiyo restart. Mimi sijafika huko, lakini ninachotaka kusema umeona sisi muda huu ambao tuko live hapa. Unajua kuna watu wametoka kazini muda huu wamelala. Umenielewa? Kuna tatizo hapo? Hakuna tatizo, lakini imagine ambao kulala wao watafanyaje? Wataamka. So point yangu ni nini? Ashumu sasa hivi watu wanaompenda kuingia live na G. Lakini muda huu ndo muda wao wa kupumzika. Maana hizi live wanazikosa. Sisi ni Waafrika bana, tunalala usiku, tunaamka mchana. Walinzi. West Afrika, Waafrika hatuna walinzi. Kweli. Manesi, madaktari. Kuna watu wanafanya kwenye viwanda 24 hours. Wanafanya kwa shift, migodini. Kuna mashine zinakuwa monitored all the time. Sasa mtu anakosa kupumzika kwa sababu anahitaji kumonitor mashine. Kwa nini asingetumia AI ikafanya monitoring na asubuhi kampa ripoti zote? Nimekuelewa. The point hapa mimi naiongelea, engo niliyosimama mimi sio kwamba AI akifanya majukumu yako wewe ndo ulale. Ule muda wewe unafanya mambo mengine, kwa hiyo unaongeza productivity. Turudi kwenye concept ya utajiri, tunapishana kwenye matumizi ya muda. Kwa hiyo Elon Musk anaona muda hautoshi. Anaona ule muda hata kama anahitaji masaa 3 kulala, anawaza haya masaa 3 kwa nini nilale? Hii masaa 3 nisingefanya kitu productive, nitakifanyaje wakati mwili unahitaji kupumzika? There comes AI anakufanyia majukumu yako yote. Wewe na maana muda ule uliopewa 24 hours unautumia effectively. Nimependa sana jinsi ambavyo na unataka kunipa 5 zangu. Nimekubali, nimepoteza jamani, upande wa utetezi, wateja wangu mmepoteza leo. Kinachoonekana hapa ni kwamba AI ni unquestionable, na kama ambavyo umesema brother Victor kwamba ni mapinduzi ambayo binadamu tunayo tabia kuresist jambo jipya. Wanasema binadamu wapende ukidisturb status quo, hali iliyopo. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea kuwa hivyo, inabidi tuwe ni viumbe ambao tuwe ni wanafunzi wazuri wa historia, tuone kwamba itakuja na tutaishi nayo, tutaresist kama ambavyo tuliresist tangu, wanasayansi wanasema tangu Big Bang lilivyopiga, au tangu Adam na Eva kwa upande wa watu wa dini. So tukirudi kwenye biashara sasa, brother Victor, kwamba umechagua biashara kadhaa lakini ukaja specific kwenye ujenzi. Ni nini ambacho ulikiona kwenye ujenzi? Kuna mfano mmoja ulinipa wa jinsi ambavyo mafundi wa maseremala wamekuwa transformed kinoma, na kweli imekuwa rahisi sana hata kwetu sisi watu tunaopenda furniture nzuri. Na sasa hivi wanafanya kazi nzuri kwa sababu wanatumia AI. AI imefika kwenye furniture. Sasa ukifika sebleni,
Unapiga picha, unaambia nipe design nzuri ya hii nyumba, anakupa, afu yeye as human anatoa kile kitu, ana produce kwa kutumia mbao. Wewe unafikiria AI atamaliza mbao? True story, true story. Sasa hivi watu na nimeshaona hata mtandaoni kuna wajasiriamali wa dada wanauza vitu vyao. Kwa hiyo anachokifanya sasa hivi wameweza kujiajiri kwenye hizi gardening, unaita nini, watu wana plan nyumba garden, na nimesahau jina lao professional. Kwa hiyo anapiga picha ile nyumba, alafu anaomba proper plan ile nyumba. Baadaye inampangia hapa otesha ua la namna plan, hapa otesha hiki, hapa otesha hiki, inamuuliza unataka rangi gani, naweka rangi hizi, inamtolea design. Simple, kitu ambacho kingechukua muda kuumiza kichwa, upandishe mti baadaye useme hujakaa vizuri, baada ya miezi 6 mti umeshaota. Na wakati hiyo ilikuwa inafanyika ni sisi, kwa mfano EATV tumemwajiri mtu kabisa anaitwa Yohana, ndio alikuwa kazi yake ndio hiyo, anakutengenezea picha ya tukio au stage kabla hajaenda kuifanya kwenye vitendo. Ilikuwa ifanyiki kirahisi sana kwenye vitu kama garden na vitu vingine kama hivyo. Sasa Yohana hataki kufikiria kupoteza ajira, ila Yohana anatakuwa aside na AI ili awe mtaalamu sana wa kuzungumza na AI ili aweze kutoa vitu ambavyo vina quality au vizuri. Kuna Dani Sonta ametuambia hilo jina lilokuwa natafuta hapo ni land scrapping. Perfect. Nilikuwa nahangaika land scrapping. Thank you Dan. Nilikuwa asante bwana, muda wetu tunapoteza. Yeah, sure. Perfect, ndio hiyo. Thank you. Kwa hiyo maana watu wanatumia AI huko. So nitakupa mfano mmoja mwepesi sana, naongelea Google sasa. Sawa? Mimi kuna vitu nilifanya security systems. Mimi nimeanza kufanya CCTV camera, access control by then 2012 2013. Kabla sijaenda, kwa sababu nilikuwa kwenye ajira ambayo nafanya solar na radio communication, alafu nikawa interested na CCTV, access control, whatever. Sasa huku nimebanwa na muda, lakini nilikuwa na internet. So nilikuwa naingia Google, nilikuwa natumia Google kupata materials na kusoma. Lakini ilifika wakati nikaja kugundua kwamba wafanyakazi wenzangu pale ofisini hata akiingia kwenye ile kompyuta kugoogle kitu chochote hawezi kupata. Ila mimi nikienda pale ilikuwa inachukua sekunde 5 tu na Google nampa zile taarifa. Nikaja kugundua nini? Google nayo ulikuwa unatakiwa ujue namna ya kuiuliza ili kupe taarifa haraka na sahihi. Obvious. AI unatakiwa ujue kuitumia ili ujue kuiuliza ikupe data sahihi na kwa haraka. Kwa hiyo maana yangu ni pale pale narudi, lazima tusaidi na AI ili kazi zetu ziwe nzuri, ziwe zenye ubora. Kwa mafundi anakuja kuongeza productivity. Assume hawa jamaa wanaotengeneza mabango. Alikuwa anaumiza kichwa akipata kazi ya mtu mmoja, anaumiza kichwa mpaka aje apate design ya bango. Kwa hiyo sasa akifika hapa anapiga picha, hapa anamuuliza AI, dakika 2 anampa proper plan, anashare na mteja, wanakubaliana, anaenda kufiatua. Kwa hiyo kwa siku anaweza kafiatua mabango 5, hajaongeza ajira huko. Na umeongea kitu kimoja, kuna video nimekutana nayo kabla tujafanya hii session. Huyo dada analalamika kwamba kuna jamaa kachukua bango. Umeiona? Akatumia AI. Kila siku tunazungumza jamani. Haya, angalieni dada yangu alichofanyiwa huko. Hivi jamani, kweli unampa mtu kazi yako ya maana, unampa hela ya maana, unamlipa kutengenezea bango, unamtumia na picha yako, anaona kazi fundi kutumia uwezo wake, anaenda kutumia AI. Jamani, sisi tumeshawahi kunyonolea. Imagine kunyonolea. Anakwambia kunyonolea mitindo ya nywele, kutiwa rasta. Sisi tunatia rasta watu jamani. Kupamba misi, kweli mimi napamba misi na pamba harusi. Hivi jamani, kwa nini AI inatuharibu sasa hivi? Unashinda kufanya kazi yako yote 9-10. Ananiambia tunauza nywele asili. Nimetoka China na mzigo mzuri wa nywele za Kichina. Mimi nauza nywele asili. Nywele asili ni zipi? Akatumia AI afu ajui ana hizo skills unazozisema kwamba sio tu kwa sababu eti kuna AI unaweza ukafanya, lazima wewe mwenyewe uwe na namna ya kuongea nayo. Yes. Wewe umemtolea vitu vya ajabu dada wacha. Yule alitolewa kitu kizuri ila alishindwa kufanya ile kuhakiki. Yeye ametolewa tukafiatua. Ila mimi nampongeza kokote aliko, at least alitumia AI. Sasa kuna mtu anakaa kuumiza kichwa. Unaumizaje kichwa wakati vitu tayari vipo? Unatakiwa uongeze productivity kwa kufanya kazi nyingi. Yes, maofisini mtu alikuwa anashikwa na email, anachelewa kujibu, anatoka amechoka. Lakini kwa kutumia AI, yani ndani ya muda mfupi anajibu email 30, ziko perfect, zimenyooka na zinaeleweka. Anapata muda wa kufanya vitu vingine. Kwa hiyo productivity inaongezeka brother.
True story. So unaionaje, kwa nini ulichagua hii sekta ya ujenzi? Nini umekiona kiko slow kwenye hii sekta tofauti na seremala ambao umesema sasa hivi wamefikia mpaka sasa hivi wanatumia AI? Yes. Nirudi hapo vizuri kwamba teknolojia ya kwetu inakimbia, kama ilivyo slogan ya Comadre Tools, tunasema fundi wa kidijitali, ishi kidijitali, always be ahead of time. Umenipata? Sasa sisi tumekuja kutatua kile kitu ambacho hakipo Tanzania. Ni kitu gani? Watanzania tunaogopa sana kuinvesti kwenye teknolojia, yaani kwa maana ya sisi watumiaji na wafanyabiashara pia, kama mnielewa vizuri. Yaani wale wenye uwezo wa kuleta vile vitu vya kisasa hapa Tanzania wanaogopa kuleta, kwa sababu wanakutana na hizo negative stories na negative attitude na negative mind, kwa hawako tayari, wanaogopa. Lakini kitu kingine, sisi hatuna tabia ya kuresearch, hatuna tabia ya kusoma, so we don't research, we don't have information, taarifa na maarifa. Kwa hiyo hatuna taarifa, kwa kukosa taarifa tunakosa maarifa, kwa hiyo tunaendelea kufanya kwa mazoea. We don't try new stuff. Umenipata? So mimi kama contractor, nikwambia one of our office is dealing with contracting, kwenye upande wa ICT, telecommunication and security systems, hiyo HQ makumbusho pale tunadili na hiyo contracting. Sasa upande wa contracting tulikuwa tunakwama, tunahitaji vifaa ili tuweze kuongeza productivity. Vile vifaa hapa Tanzania hakuna. Vifaa vinaonekana tu unaviona nje huko mitandao, unaona Marekani, nchi zingine, China, lakini Tanzania hakuna mtu anauza vile vifaa. Na mara kadhaa, mara moja ina happen kifaa labda kimekuja kinauzwa bei kubwa sana, ambayo ilikuwa na kufanya mtu kufanya ile investment kwenye kile kifaa inakuwa ngumu kwa sababu ya ile gharama ya kile kifaa. Hilo la bei noma ya. Umenipata? So mara kadhaa sisi mara moja tulipojaribu kuagiza vifaa kwa ajili ya kazi zetu, tukaona wow, mbona hivi vifaa ni affordable. Yaani kwa maana vina uwezo wa kutatua mahitaji ya Watanzania and at affordable price. Lakini main kwa sababu mimi core yangu mimi ni telecom engineer, ni mtu napenda masuala ya ujenzi, napenda mambo ya teknolojia, napenda mambo ya kisasa. Sawa na ule uchungu wa kuona kwa nini Tanzania tuko nyuma, muda wote sisi tunachelewa sana. Umenipata? Nikaona okay, tunachelewa kwa sababu hakuna mtu anayetuletea hivi vifaa hapa. So mimi nikaamua kuchukua maamuzi ya kuleta vile vifaa kwa ajili ya Watanzania wenzangu. Na hasa nikajikita na mafundi. Kwa sababu mafundi ni watu ambao hawana capital. They got knowledge. Afu wana invest knowledge ili wapate capital. Kwa hiyo mtu moja ya mtaji wa fundi ni kuwa na vifaa bora au vifaa imara, ndio vitamfanya afanye kazi vizuri kwa wakati. Unapokuwa fundi alafu unatumia vifaa duni, vitakufanya ukae site muda mrefu, utakaa na kazi moja kwa muda mrefu uliolipo hela ndogo, maisha yako yataendelea kuwa chini. Njia pekee ya kumuinua huyu mtu ni kumletea vifaa vya kisasa at affordable price, aweze kuafford. Akishakuwa na vile vifaa vya kisasa atafanya kazi kwa wepesi kwa muda mchache. Maana yake tunarudi kwenye yale masaa 24, masaa yake atayatumia effectively, ataongeza production, atapata hela. Sababu the difference ya matajiri na hapo kwenye matumizi ya masaa. Kwa hiyo ndio sasa Comadre tukaona okay, kwa ajili ya kusupport hawa mafundi, na ndio maana tumejikita sana kwenye mafundi wa kidijitali, Sisi we got all certificates, tuna uwezo wa kudili na actually tunadili na corporate customers, corporate client, tunadili na taasisi, lakini bado tunaweka energy kwa hawa mafundi, tumewapa facilities nyingi sana na njia nyingi za kusupport. Ili mradi tu lengo letu nataka hawa mafundi wainuke. Na ni kwa nini? Kwa sababu naamini hawa mafundi wa Kitanzania wakiingia kwenye ile behavior ya kukimbizana na teknolojia na kuwa tayari kutumia vifaa vya kisasa, Tanzania itabadilika.
hata mimi ninapotaka kujengewa, ninapotaka kufanyiwa kazi, nitafanyiwa kazi nzuri kwa sababu wale mafundi wako adaptive kwenye kutumia vifaa vya kisasa. Na lazima wawepo wawekezaji watakaovileta Tanzania. Ni lazima wawepo wawekezaji ambao watawekeza kwenye hivi vifaa vya kisasa. Nimependa ulichokifanya na nimependa the fact kwamba ulichagua hii tasnia ya ujenzi na ita tasnia, kwa sababu unajua kuna juzi nilikuwa naongea na mtu kwenye story nyingine nikamwambia hivi, unajua mzee Kairuki tofauti yake na mtu ambaye alijenga labda hoteli 20 au 40 ni kwamba yeye alikuwa na wazo la kuhudumia watu, akawekeza pesa yake kwenye hospitali. Yes. Lakini kuna mtu alichagua kuwekeza kwenye bar, kuwekeza siwazungumzi vibaya. Yes. Lakini nasema tu sometimes tunasahau kwamba unaweza ukawa na pesa lakini kuwa na pesa pekee ama mtaji pekee haitoshi. Ni akili, unataka kutatua tatizo gani kwenye jamii. Mmoja alisema pesa ni fursa iliyotatuliwa. Okay. Yeah. Yeah. Lakini sasa nikijikita hapo ndo kama sasa hivi tuna hivi vifaa ambavyo tunasema cordless tools. Ni vifaa ambavyo ni vya kisasa, ni vipya. Ila kwa wenzetu vimetoka miaka mingi. Ila nobody was there kuvileta hapa na kuwaletea hawa watu wavipate kwa urahisi. Wakati sisi ndo hatuna umeme, maana yake tunavihitaji sana sehemu ambazo yes, umeme wetu uko stable, lakini angalia kwenye sekta ya ujenzi mwingi unaanza hasa tukianza hawa watu wanapojenga nyumba za binafsi kama ya kwako, za kwangu na watu binafsi wengi, ujenzi mwingi unaanza ile sehemu ikiwa haina power. Yeah. So tunahitaji mashine ambazo zinatumia battery. Ili tuweze kukimbiza kazi. Unamtuma fundi anaenda kufanya wiring kwenye nyumba yako. Imagine yeye ndo anaenda kupeleka power, yeye ndo anaenda kutengeneza infrastructure ya umeme kwenye nyumba yako. Kwa hiyo anaenda kwenye site ambayo haina umeme. Kwa wengine wakipata malipo mazuri anabeba generator na nini, lakini can you imagine investment ya generator, kuweka mafuta, kufanya service, gharama ya kuibeba generator site, uiwekee cable, uivute, ile investment ni kubwa. Lakini pia ili swala la kutumia hizi mashine ambazo zinatumia battery, hizi mashine za battery nyingi ni portable. Kiasi kwamba wenzetu wameshatoka kwenye idea ya kwamba mpaka kuwe hakuna umeme. Wana workshop, ile workshop iko full na umeme na nini, lakini mashine zote zinatumia battery. So they are portable. Unapotaka kudrill somewhere on top, wewe unapanda na mashine yako. Lakini ukota extension iko wapi? Inakulimit. Unasikia fundi mbona leo kama mbuzi anayekula kwa urefu wa kamba yake. Unakuta wewe unakaa Mbezi, ni fundi unakaa Mbezi, ulikuwa na site Kigamboni, umeshindwa kumaliza kazi kwa sababu extension uliyoenda nayo imeishia mita 30, hapo ile sehemu uliishi ingefika mita 40 tu au mita 35 ungeweza kutoboa. Yaani umeme uliko na pale unapotaka kufanya kazi. Umenikumbusha scenario moja juzi, nilienda Sumbawanga kule na nikiwa pale jirani akawa anagonga, amekuja kuweka TV. Hana umeme. Nilirekodi hiyo clip, nadhani nitakuwepo kwenye simu. Kwa hiyo kwa sababu mashine yake ile inatumia umeme. Sasa majirani alikuwa anawategemea ni majirani ambao wote hawakuwepo wakati anakuja na huyo fundi. Kwa hiyo ile maji aombe aunganishe sijui kebo yake ile moja ichukue umeme wa nyumbani utoke hapo uunganishe alafu ndo aweke mashine yake. Nikarekodi kabisa hiyo clip nikasema Comadre ndo wachokoa na kitatua hiki. Guys, check. Maybe waombe kwa jirani hii. Kwa hiyo bidii jirani ndo apewe lengo kuja kupata hii mashine. Sawa. Mashine ya kutobolea hii. Sasa kuepukana na hii adha ndio maana tuna Comadre Tools. Sasa tunaangalia nikwambie kesi ya AI na sisi tunayo. Okay. Unapotangaza product unakutana na scenario anasema tatizo hizo mashine hazikai na charge. Very true. Kwani Android wakati natoka haikutusumbua charge? Ndio nasema haikai hata siku hizi simu ikikaa siku moja na charge unaona kama tumeadapt zamani. Sasa hivi tumeadapt, yani baada ya kukubaliana na Android ukaadapt kwamba kama matumizi yako ni makubwa basi move with a power bank.
Tulizoea simu inakaa siku 7 na chaji. Inakaa siku 7, sasa tumeletewa na simu inakaa siku 1, haifiki. Tukaanza kulalamikia chaji. Umenielewa vizuri? Lakini sasa hiyo kesi unaisikia. Sasa umesha adapt. Lakini kuja kwa Android kumefungua mambo mengine mengi sana. Software, tunafanya software, applications, kuna mambo mengi yanafanya banking, si whatever. Kuna mambo yanakuja. Kwa hiyo ni kwamba hizi kuja kwa hii Mchina kuweza kuweza kutengeneza battery ambayo ni affordable katika teknolojia ya lithium kumesaidia mambo mengi sana, na ni sekta zote, sekta ya kilimo. Hizi drone zinatumia lithium battery. Na hizi drone zinafanya kazi nyingi. Kuna drone kwa ajili ya kushutia video, kuna drone kwa ajili ya umwagiliaji, kuna drone si kwa ajili ya kufanya. Sasa hivi watu wanatumia drone kwenda kufanya research kama eneo ina dhahabu, ina madini na whatever. Na imagine hapo kuna gharama watu walikuwa wana invest kwa ajili ya kupata hiyo research, au mtu anashindwa kumaliza, eneo ni kubwa mpaka azunguke na kile ki metal detector, sio ki gold detector, azunguke hivi. Sasa hivi anafanya, inampa picha. Na so tumeenda kwenye drone ambazo inaweza ikapiga picha pale chini, watu wakapata mchoro, wakapita tu pale kwenye zile marking. Wakati sasa ukirudi nyuma, ukiwa unajenga nyumba, engineer anakuambia au fundi wako anakuambia mzee, anafanya, wanasema si site nini ile, nimesahau jina. So hiyo anakuja kufanya ile plan ya kwa setting out, anaita setting out. Leo bwana tunafanya setting out kabla hawajachimba msingi. Siku nzima hiyo. Siku nzima, sometimes siku 2, pamekataa. Siku 2 mtu anafanya setting out. With teknolojia, hizi teknolojia utakuja usimone AI ataleta software plan ambayo yeye ataweza kufanya vitu vyake vya AI, lakini itahitajika mashine au tool fulani ambayo ile tool sasa ndio itakuja kufanyaje, kutumika pale site kumsaidia huyu mtu kufanya setting out. Wow. Kwa mfano, unakuja kufanya setting out kwa kutumia mashine ambayo ile inaenda inachora yenyewe. Inachora pale on ground. Sasa tunasema automation na AI lazima viingie kwenye device. Kwenye mashine fulani lazima iwekewe zile AI na nini. Hapo ndio iende kachore. Lakini setting out itapungua gharama, itakuwa gharama nyepesi, lakini pia itafanyika haraka. Sawa, mtu ilikuwa inambidi ahangaike mjengo mmoja kabla ya kuachia watu wachimbe msingi, anakaa siku nzima anahangaikia setting out. Kumbe angefanya setting out site 3 kwa siku moja. Kazi yetu kurahisisha kazi yako. Brother Victor, sitaki kuwa mlafi wa kudownload madini. Naomba iwe ni tabia yetu hii kufanya, kwa sababu nimeona tuna uwezo mkubwa sana kusaidia watu. Sekta ya biashara ndio iliyobeba uchumi wa nchi hii na nchi yoyote duniani. So I think nahitaji wataalamu ambao mnafanya kwa vitendo hivi vitu, mje mshare na sisi hapa kwa ajili ya wale wanaoanza, lakini pia wale ambao wanapitia nyakati ngumu, na I hope watakuwa wamefuatilia hii session, wamejifunza mambo mengi sana. So Comadre mnapatikanaje? Mtu anaweza akaja au mnatuma pia? Nimeona mnasema mnatuma mikoani. Kwa nini tusiende Afrika Mashariki, Victor? Kwa nini? Si Kenya tu hapo sasa hivi. Umeuliza swali zuri. Tuna wateja Kongo. Okay. Tuna wateja Uganda, tuna wateja Nairobi, Mombasa ambao ndo Kenya hiyo. Tuna wateja Rwanda. Wateja ambao mpaka sasa hivi na declare sijaweza kuwahudumia wako Ghana, wako Nigeria. Brother, kitu cha kuchekesha, tushapata wateja kutoka Israeli. No way. Serious? Yes, unajua nini ninachokwambia? Tunachokifanya sisi tunakimbizana na teknolojia. Kuna wakati sisi tunaleta kifaa ambacho unakuta duniani bado hakijawa too much. Kwa hiyo unakuta yule ni Israeli. Mfumo umebadilika. Kuna kitu kinafika Tanzania hakijafika Israeli maana yake. Yes. Na wateja wengi, yani tukipata times tunakuacha na wateja wanatoka India. Nashindwa kuwahudumia. Infrastructure sasa hizi. Infrastructure, mifumo ya utumaji wa pesa, yani kuna mambo mengi pale katikati yanaingia, ambayo of course kwa sababu na sisi ni growing company, hizo ni vitu vipya tunakutana navyo, kwa tunaendelea kuvifanyia kazi namna ya kufanya. Actually hata hii nimeongea, we kidogo unasikilizwa na watu wengi,
Inawezekana kuna watu ambao wana majibu ya haya. Niko tayari kushirikiana nao, wanipe the way, naweza nikatuma mizigo Ghana, nikatuma mizigo Nigeria, na nikatuma kwa mfano wenzangu wa Kongo, watu wa Kongo hapa Lubumbashi tunafanya biashara, lakini wakianza sogea kule ndani tunaanza kupata changamoto namna ya kutuma. Kuna wakati feri ya hela kutoka kule kuja huku, pale katikati mifumo inasumbua, hela inakuja inarudi, transaction zile zinaleta shida. Na nadhani umeniambia hivyo, nimekumbuka umuhimu wa miundombinu baina ya nchi za Afrika Mashariki, kwa sababu ukiangalia hata kwenye statistic Victor, ni kwamba kufikia 2035 wanasema tutakuwa tumefikia watu milioni 500 Afrika Mashariki tu. Kufikia 2100 wanasema Afrika itakuwa ni moja ya sehemu yenye watu wengi zaidi duniani. So hata tu treni ikipatikana ambao unaweza ukatoka Dar fast mtu akaipata kifaa cha Comadre hapo Lubumbashi, kaunganisha Afrika, unaweza tukafanya biashara kubwa sana sisi kwa sisi. Kwa hiyo mimi napenda kupigia msimali pale pale. Itakapokuja AI itapunguza gharama za kutengeneza hizi infrastructure, lakini itachochea hizi infrastructure zenye ubora kufanyika kwa haraka. Kwa hiyo itaongeza productivity upande wetu sisi tunaotafuta sasa hivi kusafirisha. Umeona sasa? Nyiro mabilionea wa nani? No. Yaani kuna vingi vitazaliwa, ila huo ni mfano. Huo ni mfano, lakini kuna vitu vingi vitazaliwa. Kumbuka Afrika bado inahitaji kujengwa kwa ukubwa sana. Kwa hiyo sisi mpaka kuja kupata effect ya AI sio leo. Ila tu atakayeipata effect ni yule ambaye atataka kusaidi nayo, ataipata haraka. Lakini atakayesaidi nayo effect sio leo. Okay. Kwa mdau, kwa kumalizia, mdau ambaye anatamani kufanya kazi na Comadre, tuipeleke Afrika Mashariki, tuipeleke kwenye level ya nchi pia kirahisi. Nimeomba kwamba kwa mdau ambaye ana hizo mechanism au ana exposure au ana experience yeye akufikie, ndio unamaanisha? Yes, sisi tunapatikana Instagram kwa jina la comadre_tz_tools. Sawa. Hiyo ni one of our page ambayo inadili na tools peke yake. Kuna namba za simu pale za watu wangu wa series, akiwafikia anaweza kaambia naomba kuongea na MD au yes Victor, utanifikia. Lakini pia namba zangu za simu actually sio mzuri sana mitandao. Iko sawa kuweka. Actually tuna namba za series hapo ambazo kama ni ofisi, kama anaweza kukufikia. Unajua watu wengi waga wana wasiwasi, labda nikituma DM kwenye hii account wanaweza wasione. Akituma tunapata. Akituma DM kwenye account yetu ya Instagram, lakini pia TikTok tunapatikana kwa jina lile la comadre_tz_tools. Facebook pia tunapatikana. Akituma DM, akituma kwenye WhatsApp namba zile zinazoonekana, yes, tunaweza kufanya biashara kwa pamoja. Pia unajua mimi ni mdau wa kuinua vijana na pia kupenda kusapoti wote tuweze kuinuka. Mimi mdau na pia inawezekana huo kupenda kufanya hivyo ndio kumenichochea kuinvest kwenye hii industry. Unajua katika hii dunia ambayo inazalisha wasomi wengi na tukiwa na kundi kubwa linalalamika hakuna ajira, ajira ya kwanza sasa hivi ambayo inaweza kumkomboa mtu ni kuwa na tools, kuwa na vifaa. Hiyo ni general sasa. Umesoma IT, ukipata kompyuta tayari ni ajira yako ya kwanza, unaweza kufanya vitu na ukaishi. Umesoma VETA, kuna vijana wengi wamejiajiri kupitia welding, kuna vijana wengi wanafanya plumbing. So these guys wanahitaji kuwa na tools nzuri. Tayari tuna Watanzania ambao wanawaamini watu mmoja mmoja na wanawapa miradi mikubwa. Lakini kama hawa watu hawapati vifaa sahihi na vifaa vizuri na hawapati support, moja ya changamoto ambayo mafundi wengi wa Tanzania pia wanapata ni kwamba wananunua hivi vifaa alafu wanakosa support. Kifaa kinaweza katokea kikafa miezi 2-3, hakuna spare, hakuna support. Sasa kwa sisi vifaa vyetu vina warranty mwaka mzima. So ukinunua kifaa kwetu
una uhakika kukitumia mwaka mzima bila tatizo lolote, kwa maana hata kipata tatizo unakuja ofisini, spare zipo. Spare zipo na unafanyiwa after sale support free. Wow. Na sio tu mwaka mmoja, ukishanunua kifaa Comadre tunasema wewe umeshakuwa member. Hata urudi baada ya miaka 2-3 na changamoto yoyote tunakutatulia bila kufikiria kuuza, yani kufikiria profit. Tunafikiria kukuhudumia tu uweze kumove, na tuko kwenye fikra hizo kwa sababu tunajua tunawahudumia watu wenye uwezo wa kiuchumi wa aina gani. Yes, na kiukweli naweza nikathibitisha hilo. Nimeshalisema kwenye session zangu za MDC update jinsi ambavyo Victor nakufahamu unatamani kuwaona vijana ambao wamekuzunguka. Kifupi sio mtu unayetamani kuzungukwa na maskini yoyote. Kwa hiyo nikupongeza sana brother, na nimechukua muda wako mrefu sana. Naomba kwa leo tuishie hapa na nitazidi kuambia watu kuhusiana na Comadre. Naomba isiwe mwisho. Nitatamani tuwe na hizi sessions nyingi sana watu tujifunze. Nashukuru hivi vitu unajua kabisa huwa na vikwepa. Umepambana. Vikwepa sana. Leo ni mara yangu ya kwanza. Wow, nimepata na mimi experience mpya. So umeenjoy though mazungumzo yetu? Mazungumzo haya ni mazuri na ni mazungumzo ambayo wanapenda. Bahati mbaya nayafanya sana off mic. Yeah. Nikuulize swali moja. Madini.com, taarifa na maarifa. Yeah. Kwa nini taarifa na maarifa? Ni kile ambacho niligundua. Unajua, tumetoka kwenye dunia ambayo tulikuwa tunatafuta taarifa, lakini tulikuwa hatuna. Sasa hivi tupo kwenye dunia ama tulikuwa tunaelekea wakati naanza. Sasa hivi tupo kwenye dunia ambayo tunahitaji maarifa ili kuweza kufanyia kazi hizo taarifa. Sasa na ninavyosema maarifa namaanisha kwa maana ya transformation. Kwa hiyo ni information and transformation. Sasa transformation inaweza ikafanyika endapo huna uwezo wa kuchambua hizi maarifa. Wanasema the information is not the truth. Taarifa sio ukweli. Kwa hiyo tunahitaji watu, tunahitaji taasisi, tunahitaji program kama hizi ambazo kwenye mabilioni haya ya taarifa ambayo sasa hivi tunayo bure, yanapatikana kirahisi kwa mtu yoyote, awe na uwezo wa kutuchambulia, kutuambia okay, hiki ndio unaweza ukakitumia. Victor ndio unaweza ukamsikiliza. Kwa sababu kila mtu sasa hivi anaongea kuhusiana na biashara Victor, kila mtu anaongea kuhusiana na dini, kila mtu anaongea kuhusiana na kila kitu, na hizo information zipo kote huko. So nilitamani we one stop center ambayo nitakutafuta mtu kama we hata kwa kuhaso nikulete. Najua una maarifa na una taarifa sahihi ambazo zinaweza zikamsaidia yote anayefuatilia. So hilo ndio lengo la kufanya hiki. Asante. Nilikuwa nikikusikia wakati tunamalizia na naweka hoja yangu mezani, alafu utaiangalia utaifanyaje. Okay. Utaicorrect, utaiweka unavyoona ni sawa. Nikawa nasema huyu jamaa kwa nini taarifa na maarifa? Nikafikiria, alafu nikakumbuka kwenye Biblia tukaambiwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yeah. So huyu jamaa anafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo yes, kwa sababu watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa ndo yanaweza yakakufanya usiangamie. Sasa kuangamia sio kufa. Kuangamia ni kushindwa kutatua au kutekeleza kile ambacho unatakiwa ukitekeleze kwa usahihi, ndo kuangamia kwenyewe. Wow. Hey, umeenda deep. Mimi nawaza, sijui. Mimi nawaza. Sasa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wengi wakisikia kuangamia wanajua ni kufa, si kufanyaje. No. Unashindwa kufanya biashara kwa sababu hauna maarifa ya biashara. Umeangamia. Umeshindwa, labda umeenda China, umerudi una exposure yoyote kwa sababu umeenda kule umekosa maarifa ya kujiweka na wale wa China, ili ukirudi huku tupe kitu fulani tuone kweli huyu alikuwa China. Umerudi bila maarifa. Umeenda China unarudi tu unatuambia failures. Umeangamia. Ulikosa maarifa ya kukaa China. Wow, okay. So, nikarudi nikaona sasa deep sana. Nikarudi nikaona sasa maarifa yanapatikanaje?
nikaona huwezi kupata maarifa bila kuwa na taarifa. Taarifa ndio inakupa maarifa. Yaani taarifa fulani uliopewa na Madini, uliopewa na Mwalimu Madu, taarifa ulioipata kwa mchungaji, taarifa ulioipata sehemu fulani ndio imekufa maarifa ulionayo. Wow, umeichambua kwenye upande wa theology, sikuwahi kuiwaza kwenye theology. Nawaza tu kichwa changu mimi hapa, najaribu kuwaza. So taarifa ndio inatupa maarifa, maana yake tunahitaji sana taarifa. Taarifa utakayoipata kama sio taarifa sahihi, utapamulia kuwa na maarifa ambayo sio sahihi. Kwa maana wazazi wetu wanatuambia usicheze na fulani, tabia mbaya, atakupa taarifa ambazo sio sahihi. Kwa mwizi, tafuta bangi, atakupa taarifa ambazo sio sahihi, zitakupa maarifa ambayo sio sahihi. Amen. Umepreach. So, nawaza kumbe taarifa ndio msingi wa mafanikio ya mwanadamu, kwa sababu Mungu ameshafunga pale. So tukiamka asubuhi tunatakiwa tutafute taarifa sahihi. Sasa zile taarifa sahihi ndio zitatupa maarifa sahihi. Kwa hiyo unataka kufanya biashara, huwezi kufanya bila taarifa ya biashara husika. Tafuta taarifa kuhusiana na hiyo biashara, ile taarifa itakupa maarifa ile biashara. So taarifa unaweza ukaipata kwa verb au kaipata practical. Taarifa ina njia nyingi za kukufikia, kwa kuzungumza au kwa kufanya practical. Zote hizo zinakusaidia kupata taarifa. Brother Victor, naomba niendelee kudownload miezi ijayo. Kwa leo naomba tuishie hapo. Shukrani sana brother. Ni mawazo yangu bwana. Mimi ila nikasema huyu jamaa nadhani alitokea hapo. Mimi tu. Wow. Bwana, wewe jamaa hongera sana. Hivi nadhani ilitakiwa itokee hii. Nashangaa kwa nini haikutokea mapema. Anapoita mwisho. Wakati wa Mungu ndio sahihi. Asante sana. Pia sisi Comadre tunadeal na hizo cordless tools actually kwa kuleta product at a very affordable price. We don't say cheap kwa sababu it's not cheap, lakini ni affordable. Ila tunasisitiza sana, kabla hujanunua collars, uliza uweze kupata knowledge, usije ukanunua ST sehemu yenye matumizi ya Hilux afu kaanza kucomplain. Asante sana brother, na nikushukuru kwa upekee tena hapa mbele kwamba umekuwa ni mdau wetu wa kwanza kukubali. Tumeshafanya na nani, lakini yule mtu ambaye wewe ndo wa kwanza kusema mimi naikamata madini.com kwa hali na mali, twende tufanye hiki kitu. Umenipa nguvu kubwa sana na umekaa kwenye historia muhimu sana ya hiki kitu kizuri. Na leo umenitafsiria pia taarifa na maarifa kwa namna nyingine, so umezidi kunipa nguvu. Ubarikiwe sana kaka. Big up. Nimemwona dada mmoja hivi siku 2-3. Una siri wewe? Vijana wapi unajua kuna hiyo nyingine tunaileta kwenye upande wa pili Hype Factory pale. Si unajua vijana wako tumewanoa pia, umefanya na mimi kazi pia kama Hype Factory, umefanya na mimi kama madini.com, so Comadre na Madini tuna mengi ya kufanya mbeleni. Watarajie mengi. Asante, kwa sababu napenda hivyo. Mwambie dada safi, kazi nzuri, na napenda anapofanya. Ila Caroline, shout out kwa Caroline, amepata taarifa zake. Asichoke utafuta taarifa zaidi juu ya namna madini.com inafanya kazi. Maana yake itamuongezea maarifa na atakuwa na uwezo mkubwa zaidi. Yaani hapo alipo anafanya vizuri, lakini atafanya vizuri zaidi kwa sababu mambo yanazidi kufunguka kwa kadri anapopata taarifa. Exactly. Amen. Nakubali sana kazi yake. Ila zalisha wengine wengi kama wale. Haina noma, watakuja wengi sana, ndo kazi ninakuja kuifanya. Nafanya kazi ya Mungu, nafanya alichonituma. Amen. Guys, tukutane East Africa Radio Jumamosi hii kwa ajili ya round up ya hii saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni. Wow, ilikuwa ni moja ya session kali sana.